Wakati wa uwekwaji wa wakfu kwa maaskofu wapya wa Jimbo Katoliki Iringa, Askofu Romanus Mwihari kanisa Katoliki nchini, katika salamu zake kwa niaba ya maaskofu wa kanisa hilo, makamu wa rais wa TEC Esbatius Zingirwa amesisitiza umuhimu wa kusikilizwa kwa sauti na vilio vya watu wanaotaka mabadiliko ya sheria za uchaguzi ili kuwa na uchaguzi huru na wa haki. Tunaomba kauli hizi nzuri za kututia moyo za viongozi wetu zionekane kwa vitendo katika hatua zote za uchaguzi, kwani baadhi ya matukio tuliyoyashuhudia kwenye jamii yetu hayaonyeshi watendaji au wasimamizi wa sheria wanatekeleza kile kinachoahidiwa na viongozi wetu, huku waamini wakimsikiliza kwa utulivu kabisa. Askofu Zingirwa amesema kinachoahidiwa hakiendana na kile kinachotendeka. Ndugu mgeni rasmi, Doto Biteko, naibu waziri mkuu, kwa muda mrefu kumekuwa na sauti zinazotokana na zinazotaka katiba na sheria zinazosimamia uchaguzi wetu zifanyiwe marekebisho ama maboresho ili ziendane na kauli na hali ya kidemokrasia ya vyama vingi nchini. Inavyoonekana ni kuwa wanaonufaika na upungufu wa sheria za sasa hawana haraka ya kufanya maboresho hayo, na wale wanaojiona wanaathirika na upungufu huo ndio wanaopaza sauti kutaka mabadiliko ya katiba na sheria. Wito wetu sisi maaskofu kwa mamlaka zinazohusika ni kuwa sauti na vilio vya watu wanaotaka mabadiliko hayo zisikilizwe na zisipuuzwe, anasema Zingirwa ambaye ni askofu wa jimbo la Mpanda. Akihimiza salamu za askofu, amesema tunaomba maboresho stahiki kwenye mifumo ya uchaguzi yafanyike ili kuruhusu ufanyike kwa uhuru na wa haki katika nchi yetu. Vinginevyo chaguzi zetu zinaendelea kubugudhiwa na dosari nyingi kama ilivyoshuhudia kwenye chaguzi za hivi karibuni. Naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Doto Biteko, kwa niaba ya serikali, akizungumza kwenye sherehe hizo, amempongeza Askofu Mwihari na Askofu Ngalalekuntwa, askofu mstaafu wa jimbo hilo, kwa kazi kubwa ya kitume aliyoifanya kwa miaka zaidi ya 20. Akigusia swala la uchaguzi kama ilivyozungumzwa na Askofu Doto Biteko, amesema kama mlivyoahidi, na mimi nitakwenda kumwambia rais ahadi ya kanisa kuendelea kuliombea taifa ili uchaguzi umalizike kwa amani. Taifa letu linaweza kutofautiana mitazamo, namna ya kuangalia mambo, lakini tusitofautiane kwa kuligawa taifa letu. Tubaki kuwa wamoja, na imani yangu kila mmoja atatimiza wajibu wake. Doto Biteko amesema ujumbe aliotoa makamu wa rais wa baraza la maaskofu, jamani askofu akisema jambo halijibiwi. Kauli hiyo iliibua shangwe, kisha Doto Biteko akasema hapana, ni amina baba, nimepokea, lakini jambo moja ambalo ninaamini ni rais wetu anatamani wa Tanzania tuwe kitu kimoja. Amesema hata katika hotuba yake ya miaka 61 ya muungano aliyoitoa Rais Samia aligusia swala hilo la uchaguzi, akisisitiza serikali itahakikisha unafanyika kwa amani na kila mmoja kuheshimu katiba na sheria. Ni waombe wote kwenye siasa, nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa sheria, hivyo tuzingatie, na baba askofu yote uliyoyasema nitachukua na kuyapeleka kwake, na aliyopo chini yangu nitachukua na kuyafanyia kazi. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.